Tunatambua wazi kabisa ya kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni lazima, ni wajibu wetu sisi kama vijana na wanawake kwa pamoja tuungane katika swala zima la kuhakikisha ya kwamba tunapata viongozi waadilifu, viongozi wanaofuata miiko ya uongozi, viongozi tunawapata bila kutumia pesa wala rushwa. Na kwa hivyo sisi kama TK Movement tukaamua kuweza kuliandaa kongamano hili mahususan kabisa kwa lengo la kuweza kutoa elimu kwa vijana pamoja na wanawake kujiepusha na vitendo vya rushwa. Ndugu wageni waalikwa, tunapoizungumzia TK Movement Shinyanga mjini, TK ni kifupisho cha maneno manne. Neno la kwanza T linamaanisha ni taifa letu. Lakini neno K tunamaanisha ni kesho yetu. Tunaposema taifa letu, kesho yetu, ni mtandao wa vijana na wanawake kwa pamoja unaozungumzia au unaolenga kuunganisha vijana wote wa Kitanzania bila kujali makundi yao ya itikadi za kisiasa, dini, rangi ama maeneo wanayotoka. Tunao dhamira kubwa ya kuhakikisha kwamba vijana wa Kitanzania na wanawake wote wanaungana kwa pamoja. Tunalenga katika swala zima la kuweza kuhakikisha vijana hawa wanapata elimu juu ya masuala ya kiuchumi, masuala ya kijamii, lakini pia hata katika masuala ya kisiasa. Tunatambua fika ya kwamba vijana pamoja na wanawake ndio makundi makubwa ambayo ndio taifa la leo na taifa la kesho. Na ndio makundi pekee yanaongoza hata katika shughuli mbalimbali za kisiasa, hasa katika kipindi cha uchaguzi. Kwa kuzingatia hayo yote, tukaonelea sasa kwamba tuanzishe mtandao wa TK Movement kuwaunganisha vijana wote wa Kitanzania ili tuwe kitu kimoja, tuweze kuhakikisha kwamba tunaleta mabadiliko ya kifikra ndani yetu. Ndugu wageni waalikwa, TK Movement ni mtandao wa kitaifa. Sisi hapa ni wilaya ya Shinyanga. Tulizindua mnamo tarehe 25 ya mwezi Mei 2024 mtandao wa TK Movement kitaifa. Tulifanya katika ukumbi wa Jenerali Mabeyo jijini Dodoma. Na katika kumbukumbu zangu, mgeni rasmi wa kipindi hicho alikuwa ni Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, ndugu yetu Mheshimiwa Ndejembi. Lakini kimkoa tulifanya uzinduzi mnamo tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2024. Mimi niliyesimama hapa nilikuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya kongamano la kimkoa. Niaba ya vijana kutoka vyuo mbalimbali, napenda kuchukua nafasi hii adimu kutoa shukrani zetu za dhati kwa wote waliofanikisha kongamano hili muhimu. Kwanza kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya kujifunza, kujadiliana na kujenga mtandao wa ushirikiano baina yetu kama vijana, lakini na kina mama pia. Tunatoa shukrani zetu za pekee kwa wadhamini wetu wakuu, VETA kwa mchango wao mkubwa katika kukuza ujuzi miongoni mwa vijana nchini, Chuo cha Afya kwa Ndoto kwa kujitoa katika kukuza taaluma ya afya na kusaidia vijana kupata mwanga wa taaluma hiyo, Ngiritu Enterprise kwa kuonyesha moyo wa uzalendo kwa kuwekeza kwa vijana na kuwa sehemu ya mafanikio yao ya baadaye. Tunawashukuru sana waandishi wa habari kwa kuhakikisha kuwa yale tunayojifunza na kufanya hapa yanawafikia Watanzania wengine. Ninyi ni daraja kati yetu na jamii, na mchango wenu ni wa kipekee. Pia hatuwezi kumsahau mwendesha kongamano letu kwa umahiri na ustadi mkubwa katika kusimamia ratiba na kuhakikisha kila kitu kinakwenda kwa wakati na kwa mpangilio mzuri. Mwisho lakini si kwa muhimu, tunamshukuru kwa heshima na unyenyekevu mkubwa Mheshimiwa mgeni rasmi
kwa kukubali mwaliko wetu pekee, kwa kukubali mwaliko na kuja kutupa hamasa. Kama mlivyosikia vijana, na mimi nasisitizia hapa, kuna hisi mkuu wa wilaya ameyasema yote. Kwa hiyo mkayazingatie. Hayo yako live kabisa. Kwangu ukitoka na cheti chako na maana ni cha kwako nyumbani. Mkafanye kazi. Kama mtu anatembea na bahasha mpaka nafikisha umri unapita. Maana unaweza kutangaza kazi na mwisho miaka 25. Mpaka unafika 40 unatembea na bahasha. Hiyo sasa mjifunze hapa, mkafanye kazi kwa bidii. Unasikia vijana? Tutegemee sisi kina mama. Sisi kina mama tunawatafutia nini? Na sisi tunajitegemea pia. Kina mama tunafanya kazi au sio mwenyekiti? Sana. So